niko na haki yangu. Iko haki yako. Mtu wetu ametoka number 1 ever. Asema hakuna siku mama yake ashamu appreciate. Hata siku moja. Unaweza kantina ya watoto wako? No. Ningependa wasichana wengi mweza kimbilia hizo ofisi za serikali. Wewe mjinga bwana. Nini wewe mjinga? Mbona utatalika kitanda? Hiyo kichwa yako inafanya kazi vizuri. Kichwa yake wachana naye. We need to empower our girls. Things have changed. Wazazi wengine unakuta ni mama mwenyewe peke yake anakuambia usifanye kazi. Waacha tu speak mimi nitakupikia. We need to have seminars kama mama, understanding each other, sitting down and solving the problem of each other. Na tuanze tuwe kama group. Tujaribuni wanakijiji wetu, Mkristo, Muislamu, Mhindi, mnini wowote. Ni poa ku-include Muhindi na kila kabila kwa session. Hata Halingam, mama wa Halingam na wa Westland na wa wapi wako wanakuwa na stress kama sisi watu wa ghettos. Hata wa masomo. Mama wetu wanajua kila kitu. Tunaona ni counseling. Second, moral support. Kitu ya tatu hapo tulisema capital, but capital ilikuwa ni tricky, lakini tunaweza kucheza chama ya 10-10 tupate mama mmoja capital anzishe biashara. Okay, haya community initiatives can be undertaken. Ya tatu tulikuwa tunalilia serikali wanaingilia crime, mwingine anaingilia crime bila kujua. Waongeleshe na watakuwa watu wa maana kesho katika dunia. Wasengine unaona ule mtaambia akusaidii. Ndio kwanza umemwambia aanze kueleza mti mzima. Ukipita hata wakusemaji jina watagongana hivi. Sio mbaya. Unaona sasa hii? Wacha watu kuseme. Usikubali kutufanya kitu kwa roho. Kuna kansa, kuna ansa. Uko na watoto wadogo. Afadhali nikuje nikwambie enyewe bwanangu jana. Hata kama nilikuwa na pesa, mabia mpeleka wapi? Kwa mpango wa kwanza. Nisaidie na shilingi 100. Wewe wacha uniseme kwa majirani. But ile relief ya nini? Ya kusema. Kabla utaambia rafiki, ambia Mwenyezi Mungu. Wallahi ukiongea na Mungu kwanza, by the time unaenda kwa rafiki yako, ushasema mengi kwa Mungu, hauna hata mengi ya kuambia. Lakini ukianza na huyu, utatoa kila kitu. Anza na Mungu. Ukianza na Mungu kwanza, by the time unaenda kwake, maneno yamekuwa kidogo. Nilikuwa najaza vitu mob kwa kichwa. Sasa watu wanielewi. Mimi kazi yangu ni dance. Nikiweka muziki ninaimba. Kumbe natoa hizo stress za. Sasa ikafika mahali nikasikia. Unasikia kama kichwa inataka kuexplode. So mimi nikafika mahali sana nasimama pale hivyo juu kwa ghorofa nafanya tu. Yaani na scream. Kila mtu anakama kiangalia nasema imeisha. So unaona? Sasa unapata wazungu wao tembea huko kwa msitu, kwa forest. Wanda kuli stress zao. Hawajui wataambia neno na kusengenya. Sawa, usiambie mtu. Ambia mbona wako toka enda kapige kelele kwa nini? Kama una marafiki zako wewe nenda pale na usijifanye ni wewe una shida. Uende una jina ya mtu mwingine. Usema ki rafiki yangu mwingine ana shida ABCD na amekuja kwangu nimsaidie. Sasa nimeshindwa nitamsaidia vipi? Alafu sasa unaanza kuambia. Si utawaambia ana maybe bwanaka anamtajika anafanya nini? Watakupea nini majibu? Anakuambia nampelekea na kumbe ni nani? Ni wewe. At least utasaidika pale. Na hata hawajui ni wewe uko na hizo shida. Mimi sinaga kuficha. Ukiniudhi wananitoa na wanijua. Na nimesema, na ukiwa na kitu wewe niambie, nikienda kusema mimi ndio dawa. Nikishakusengenya kwa mwingine tayari nishakutolea ile kitu wapi? Kwa roho yako. Wewe umeniambia umeniamini. Mimi si nimekutoa tayari mimi ndio nini? Omezi. Nimekutoka. Wacha nikubeba vitu kwa roho zenu. Mambo fiche. Ile utaki kuambia mtu. Kuna Wakristo wana practice kwa sana. Kwa church kuna makona za unakuta Mkristo fake mtu anaomba anaenda kwa kona ya church. Unajua anaambiaga Mungu hapo kila kitu yake. At least kuwa na mtu mmoja confident wako ule utakuwa at least unampatia, una open up kwake. Ule kana pegs za red na zako za red ziliibiwa. Unataka kumwambia yako ya red iliibiwa. But unataka kumwambia jirani mwingine unapata kuizwa pegs. Na maybe pia alienda kanunua ya red kama yako. Uwiano kati ya Waislamu na Wakristo na Wahindi na Mabohora. Muislamu anaweza enda church. Sawa. Mkristo anaweza kuja mosque. Hizi mosque ziko tayari kukaribisha Wakristo. Mkristo alishike mkono anyonyeshe hii ndio the cross inamaanisha hivi na hivi. Mimi nimshike Mkristo niende kumwambie huu ndio msikiti. Sisi uvua viatu definitely tumeingia. Yes. Sisi tunaanza
tunaanzia hapa kushika huku tukimaliza America. Ingawa kunaweza kuwa na issues. Wakati tulienda kutembea kule kwa exchange programs, tulipenda kwa mpaka hizo msikiti za hapa. Christians mashallah wameingia msikiti, wamevua viatu, alafu kule nyuma kwa safu kumekuwa viti. Hawa wanakaa pale. Sisi wengine Waislamu tumesonga mbele. Unapata Muamerika Muislamu amevaa trouser na kamtandio kake. Ona? Yaani hawa hupata mwalimu wa kufundisha. Mwalimu wao ni either social media ama hizo vitabu wana download. Yaani mama kule upata mama msumali pia ni challenge. Umeelewa? So mnawaelewa. So unapata wale Wakristo wameketi pale nyuma anasikiza ile vitu. Kila anasikiza ile vitu. Akimaliza watu wanaanza kupray. Kuna wale ambao watasimama watajoin. Ana mtandio. Mwingine anaweza akuje na mtandio na ajoin. So hiyo ni America ina practicewa. Many mosques in America. Sisi wa Afrika ndio tunajua hili sana. Sisi hiyo ndio kwa extreme. Ukweli ama urongo? So unless sasa mtu mwenyewe binafsi aseme ina change, I will look this journey of religious tolerance with my community members at least. Naona sasa sisi kama unataka change katika hii dunia tunafaa tuanze change katika maeneo yetu. Kila mtu ako na right kwa mwenzake. Na kwa nini tuliambiwa jirani yako upande huu wangapi? Wali specify dini? Upande hii? Upande huu? Are we doing that? Si tumepeswa kusoma dini, but we are not internalizing it. We are not implementing it. And then unapata Wakristo wanasema kwamba Uislamu ni wajibu, si kweli? Shida ni nini? Kutoelewa dini. What else? Kutosoma. Kupuuza. Kuna yule ambaye amesoma but anasema kama damu hainifikii mimi, shughuli yangu mwingine katika Uislamu na Ukristo. Sina emphasize. Yeah? Nini naleta hii religious intolerance? Sasa wewe kama wewe mzazi unaambia mtoto wako usicheze na mtoto wa Kristo. Usicheze na Waislamu watu wako. Unamkuzaje? Sikiza hiyo tu mahubiri, utasikia at the end of the day wanajua Mungu yuko na Mungu anaexist. Na hakuna kama Mungu wawili, hakuna wa Mkristo ama wa Muislamu. So tunafaa pia tuoneshe watoto wetu. Wakristo ni watu na wana exist na ni wana exist na wanaabudu Mungu. Tukikuwa judgmental ati ukisikia kwangu gospel inaimba unaanza kusema Fatuma anza kuritadi, nimeanza kukuona kwa sababu hata Wakristo wana ringtone za kaswida kwa masimu zao. Sisi tuna download. Unakuta tu mtu amependa kaswida tu kwa sababu the moment mimi ndo umejistiri hivi ndio simu wenu wa peponi. Na ule amevaa mini skirt, huyo nishamweka kabisa kwa moto ya 7. No. Unasikia mtoto akikua na kuwa anajua ule si wa kupia ule haiko kufanya. Hiyo ni vibaya. It's a high time tunafaa tushare information kwa watu wengine. Si tunakusupport act. Tukumbusheni mawili matatu. Hizo maneno kuita wengine au maneno inapeleka mtu wapi? Mwingine kafiri, kuita mwingine gaidi. Hakuna right ya kushtaki. Umesikia hiyo? Kila mtu akitoka hapa maana yake si atafutia mambo za Porter Act. Mwende mkasome hiyo Porter Act. POTA Act. Prevention of Terrorism Act. Sio? Mwende msome. Saizi kufinance, kusympathize, kuparticipate kwa hizo madarasa za jihad hizo za kutuma watu waende nje wakafuate huko Somalia sijui kwenda kufanya sijui kuna jihad nini hizo information hizo ukipatikana kumwita mwenzako kafiri, kumwita mwenzako gaidi, akaenda tu kukushtaki unafunga. Unaenda kwa face wa kusaidia issues zako. Kumbe wenyewe pia hata waelewi. Hata wewe uko na information zaidi. Kumexplainia wewe polisi ndio kutaka, wewe unapofanya hivi na hivi, mpaka na click comment yake. So tunafaa sisi tu comment. Ulianza vizuri uliokuwa msichana, unameremeta na age is catching. Si ni kweli? Sasa nafika mahali mzee anaona wewe sasa umeshachapa, umechoka, si ndio? So anaamua kujibinjari, si ndio? Wewe umezoea kupewa. Sasa ashapata mke mwingine ama mpango zake zingine huko, anaanza kupunguza ile ratio. Ukweli ama urongo? Wewe ulizoea kupe? Unaanzia wapi? From day one into marriage. Sisi kama wanawake, what are we supposed to do? Hata kama si katika kitanda, kufua. Because socialization yetu ya wasichana kuolewa, huwa tunawafunza nini sana? Kitandani tu, si ndio? Au mengine atasaidiwa na nani? We need to empower girls. Things have changed. Hizi si zile era za babu zetu kitambo za kwenda shambani
unachimba muhogo unakuja unachemsha unakula. Saa hizi mambo yamechange. We need to empower girls. Si story ya kitchen parties za kitandani tu. There's something into marriage than economically empowerment. Inaanza lini? Wasichana, mnafaa mwanze kuwa economically empowered. When hawa watoto hatuwapatii exposure ya kusaidia tu biashara hapa pale. Mwanangu wanaume watamuona pale kwa biashara, watamfuata pale. Wazazi wengine unakuta ni mama mwenyewe peke yake anakuambia usifanye kazi. Waacha tu usipike, mimi nitakupikia. Unaona ni mzazi peke yake yeye anakufanya unakuwa hivyo. Si ati hauwezi taka kufanya, lakini yeye mwenyewe anakuambia. Mamako anaambia maid vizuri sana. Unajua mtoto wangu si housemaid. Ndio hapo sasa. Hakuna mtoto wangu kuingia kitchen, hakuna kufanya kitu. Ukikula umekula breakfast, umeacha cups hapo kwa meza, umeondoka, msichana atawafanya. Unakuja unaoleka ndio unaambiwa na bwana sio tupike kuku kwa nyumba, unapika kuku iko na manyoya na matumbo ndani. Unaambiwa tuende kwa mom atufundishe kupika, unapepea bats home. Kama mzazi amekulea hivyo, okay, their husbands bwana anajua. Kama bwana hajui, kuna wale bwana hajui kupika. They are getting in process. Anakupeleka na kulipia go learn. But are you ready to be taught? If you are ready, to go for the training? Unapata msichana anaambia bwanake mimi kazi yangu ni kujirembesha tu. Mimi hizo kazi zangu siwezi kuja. Tunafanya nani ya ofisi? Avocado. Haya. Avocado. Hamna sauti? Banana. Pineapple. Fruit salad. Avocado, banana, pineapple, fruit salad. Sister Mariam atazungumzia, alafu after that we have the way forward. So kuna mwanasaikolojia anaitwa Erik Erikson, na Erik Erikson anasema kila stage ya development ya mtoto iko na growth na iko na development. Na 0 to 2 years, 0 ni watu wana ball, wale wana ball anasikia. Imagine unamshika hivi na unamzungumzia. Unamzungumzia. Na kama buda yuko pia unamwambia mzungumzie. So by the time mtoto anatoka already anajua hizo sauti. 2 to 4 years, hapa sasa mtoto anaanza kuwa independent, anakuwa sasa ategemei mama kabisa. Na hizo 0 to 2 years mtoto hapo ana form trust, ana form trust kwa sababu kama kitu kitafanyika mtoto kitakapoanguka, tunaona mama atamchukua, akienda kuanguka na mama anamshika. So mtoto ana form trust na anajua katika saikolojia yake ya kitoto, anajua kama kitu kikimfanyikia duniani somebody can help them. Alafu mtoto anakuwa 2 years. Hapa mtoto anaanza kuwa independent. Kakiwa hii age, unaona kanajaribu kujivalisha kiatu, kanajaribu kujivalisha hapo. Kako na particular dress kanapenda, ama particular trouser. Kauka ni kuvae. Ikikauka mtoto anataka hiyo. Kama hiyo ndio anataka, avae mpaka iraruke. Mwache avae mpaka iraruke. Atusimzaje kushika? Nani anachukia kushikwa? Sisi tunapenda kushikwa. Tunataka kushikwa. Akitaka kushikwa mtoto anashikwa. Unasikia? Sasa kwa 2 to 4 years kanaanza kuwa independent, kanaanza kujua kujivalisha vitu. Akianza kutaka kujivalisha hata kama ni kiatu usimsaidie. Mwache avae, ashindwe, akuambie mami saidie. Ama umwache ajaribu mpaka ajue. Hiyo stage ukiwacha mtoto na hiyo independence yake anajifanya hizo vitu, unapata mtoto self confidence. Mtoto anaanza kuwa self confident. Alafu anaenda sasa 5 to 12 years. Si unajua akikuja nyumbani ukimwambia kitu anakuambia nitaambia teacher. Sasa teacher anaanza kuwa very important. Ile teacher amesema ndio hiyo. Alafu by the time anakuwa 10 years, friends pia wanaanza kuwa very important. Mtoto by the time anafika 12 to 18 years, hiyo sasa ni adolescence. Ashaanza kufeel labda anapenda kijana fulani. Not that ako in love, but hisia sasa zake za kibinadamu zinaanza kutokea. Mimi kuna kijana nilikuwa nimependa, lakini hata umuongelesha, lakini unataka tu ukimuona kwa dirisha unataka utumwe dukani na jamani, madhara unataka nikakununulie nini? Ndio upite tu hapo, huyo kijana akuone, hata utamuongelesha, hata ukaja na yeye, lakini tu akuone tu. Unasikia tu hiyo ni usichana, hiyo ni
usigo beyond that. It's very very natural. Na hata of course hata kuambia that's what they feel, but that's what they feel at this age. Na anataka approval ya peers wakishafika hizo teenage kama 15 16. Na kuambia if you lose a relative, sister yako ama brother yako akufe, na rafiki yake akufe, ukimuuliza anataka kwenda funeral ya rafiki, hata hiyo ya yani sababu rafiki at that age ni very 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 important. So leo nataka kuongea juu ya pillars za parenting. Na pila yangu ya kwanza ni know your child. Know your child. Kwa sababu watoto wetu wote tofauti. Na wewe mwenyewe ndio umewazaa. So utapata mtoto mdogo anatukana mwenzake na nyinyi wakua. Ni mtoto, ni mtoto. So ninakwambia huyu mtoto akirudi nyumbani, protect huyo mtoto. Una protect emotions zake. Mshike, umexplainie bila kudhalilisha ambaye alimwambia. Akirejectiwa akiwa at that stage, because this is her whole world at this time, it's very easy for them to commit suicide. Kama sasa tumekaa hapa tunaongea, tunazungumza. Unafikiri wanaume kuna kitu kama hiyo wataka wazungumze juu ya emotions zao? No, they don't. So wana bottle. Ikitokea wanamwambia kama pressure cooker. Ikitokea inakuwa sasa ni pressure cooker na hana mahali pengine, yani vile amesha decide atafanya. Train ni nini? Train si kufundisha. Train is not teaching. Teaching is telling our children what we know. Teaching ni kuambia watoto vile tunajua. Kutrain ni kulead. Ni kulead mtoto in what we do. Watoto usiwaone hivi. Watoto ni kama tape recorder. Huwa wanatusikiza, wanatuona vile tunafanya. Tomorrow they'll do exactly vile unafanya. Akirepeat mistake, una repeat tu pole kama haujasema tena. Una repeat tu hivyo. Siku moja atashika. Katika listening, kila mtu ana kitu anasema. Kila mtu, hata huyo mtoto unamuona mkorofi sijui nini, na tunapenda sana kutowasikiza. It's good to listen to them because there's something they are saying. Appreciate your child. Si mzuri kwa klasi, si mzuri kwa kupika, hana game anapenda, hana chochote, nikamuza alafu yukoje? Nikamwambia ni mrembo, akaniambia sana kama basi tutashikilia hapo. Si ni mrembo? Mwingine akasema wangu hata sio mrembo, nikamwambia niambie kitu yake ile nayo nzuri unajua. Akasema mashallah na dini basi hapo. Sasa hapo ndio tutashikilia. Kila mtoto akose kitu kizuri. Respond, do not react. Kureact ni mbaya, kurespond ni mzuri. So kwa watoto pia to respond, tuache kureact. Sasa nitakuongea last, yani mwisho inaitwa power of the spoken word. Wakristo wanaijua sana. Power of the spoken word. Huyu mtoto akifika 2 years tunawaitaga terrible tu. Jinga, shenzi, kumbafu, umbwa, malaya, mkora. Hayo majina yote tunawaita watoto. Tunafanya wao hizo vitu. Let us bless our children, To bless our children na tuwe tunajua tukiongelesha tuna speak future in them, na tuna bless all the time. I want the young girls to speak. How do you want to explain here? What is usually the problem? Nipatie hiyo space. Apatie hiyo space. Hiyo open space. Maybe experience yake ni tofauti. Because anajikumbuka. Yes. Anajikumbuka akiwa hiyo age. So kwa sababu ya kujikumbuka trust huyu mtoto. Let's give them their space. Kila mtu ako na space yake, na times ni different. Mama ana attitude. So na mtoto ana attitude, mama tu ndio ana attitude. Okay. Wa mama ndo wanaanzaga attitude. Unaona? So inakuwa wote wanaletea attitude kwa nyumba. Mara utasikia mzazi mwingine anasema, mimi hata vile nilikuwa kwa age yako, mimi sikusumbua mamangu ndio ananisumbua. Sasa wewe yani anajikompea pia, anataka mtu wake pia fanya nini? The same. Msichana akishafika adolescence, periods zinaingia, matiti inaingia, hips inaingia, ndani kuna hormones. Ndani pia kuna hormones, anaanza ku feel like sometimes when they get their periods they think we are all grown up. Sometimes when they are about to get their periods they can start feeling sexy. So unapata mtoto ako a bit confused na all the things that are happening to them, and there's all this going on in them. I thought I had the best legs in the world. Hemi, I thought I had the best hair. Sasa kale kabla alikuwa nikiwaambia, kale nikishachungulia nikaone nataka nitume na magasi nitume sukuma. Sitaki hiyo mgana wala nikibai sukuma. Nitume kitu ya maana. So upite tu hapo akakafulana na utakaongelesha. Kwanza kajaribu kukuita, unajua utafanya kitu. Upite tu hapo na hizo miguu.
and it ends there. It is a natural process. I used to think I'm very guilty, I'm the biggest sinner in the world, but then I grew up nikajua kumbe it is a natural process as long as you don't act. But there are feelings that msichana yoyote atazipitia because it is a natural process. Kuna kitu inaitwa funky. That's why they see the boys. Yes. I had a niece who went to Ngara Girls. So wakaenda siku moja funky Wami High School. Alikuja kanambia ndisi hao fulana ni handsome wote. Wote hata unashindwa kuchagua. Nikamwambia she's not a Muslim, nikamwambia kama Muislamu ningetu mmoja. Shauri yako. Sisi wasichana mostly nowadays after tumegrow tunaenda our fathers. Yes. Reason ni ati those are the things I want to hear. Yes, reason moja ni ati as we grow tunataka a boyfriend or a husband mwenye ako na the same characters kama za mzazi. That is kama mzazi fit. Yeah. Yani where we were living, my father was known for beating my mother. Na mother yake alikuwa na mdomo, si ati alikuwa anachapa tu ovyo. Yenyewe mother alikuwa anachapa. Alikuwa anachapa mpaka I had promised myself I don't want a man in my life. Alikuwa anachapa. Alafu father ni wale wanaume hawezi kupatia pesa yake hata ndururu, but na yeye ataingia shopping, atafanya yani ukimwona mpaka leo. Mimi nikiona mwanaume kwa supermarket akipuliwa kitu najonga tu ni mchoyo. Okay, mimi nikisema kuhusu mambo ya parental inakata cross both ways, upande wa sisi kina mama na upande wa wasichana pia. Okay, nikitoa experience yangu kidogo kama ile mimi wanao pale simi sana wale wananijua mu ofisi ya watoto mara nyingi. Kuna hizi tabia zimekuja siku hizi, msichana akiwa amekosa leo unasema madhara amekuwa hash nini, anahepa kwa mabeste zake. Kuna mwingine uhepa kwa machali. Mtu wa mwisho uone wanakimbilia kunywa sumu. Ningependa wasichana wengi mweza kimbilia hizo ofisi za serikali. Kama amefanya kitu nzuri ama saa zingine kuna mali ameenda wrong, unampeleka polepole, unambaia zawadi na muonyesha. Akienda wrong na baya zawadi na. No. Okay, sawa. How and when can we initiate the culture of dialogue and openness among the children? Things that we can do for hiyo group hebu ongezeni kwa Instagram. Unaweza katini ya watoto wako. No. Na ukiwa na wale watoto kwa nyumba lazima umesoma kategoria ya kila mtoto kitu anapenda. Kuna yule anasemaje, mimi nikiona tu sinema mama amenidadidika. Kuna wale watoto wakipigwa na wenzao unaambiaje, juu anapendi kuchukua, apendi kuna sinema mama anatusumbua. Juu kwa watoto sio watoto penda kitu moja. Kuna mtoto anaweza sasa yeye akwambie mama wewe acha nikwambie wana kelele. Kuna mtoto anaweza mtuma anakwambia je mama ushatuma mara mingi basi andika vitu zote hapa. Kuna mtoto anapenda kwenda. Watu ukimtuma mara 100 hata kasirika. So ukiwa mzazi lazima kuona hilo jukumu la kujua hao watoto wangu penda hivi na uchukia hivi. Watoto mimi ni namba 4. Ndio maana namsaidia. Wakati kama huo lazima kuna watoto wako vizuri. Kuna mtoto utampiga ndo alale. So na kuna time utaangalia huyu asisumbue wengine, lazima nichukue wengine niwafanyie hivi. Unaweza cheza na mtoto wako kati. Tena wataka. Na wakati gani mzuri mimi na yeye? Ataka ni ndio tukimbie. Kwanza mumpigie dada Saumu makofi. Saumu. Mtoto akiwa na nyumba ngapi? Naelewa. Hata mama single hawezi kubali mtoto wake apige. Na atakuwa atafanya jambo lolote ili mtoto wake. Lakini sasa huyu mtoto ile time ya mama kana mtoto ndio hakuna. Umeelewa? Haya, pale pengine mtoto upotea. Tuseme kuanzia miaka 11. Ni mtoto shanza. Kunao. Sasa ule mtoto bado hana mshauri. Kwa hivyo hata kila kicheleo mama yuko na nani? Baba. Mimi mwenyewe nilikuwa na watoto 3. Kuna watu wananijua. Mimi kwa nitembea na watoto wangu.
Na nilikuwa napenda watoto wangu maana walipokuwa wakisoma madrasa, wenda zao msikitini. Yaani kila jambo na hakuna mtu wangu alikuwa akinijibu, watu wangu walikuwa mashallah Mungu aweke pema. Mimi sikukutuka uwezi kuhusu mambo ya watoto. Nilikuwa nimewacha kwa dadangu. Huyu mmoja alipotea. Dadangu ana mtoto wake. Kwa hivyo huyu ndugu yake mkubwa hakuweza kusema mtoto yuko wapi. Umeelewa? Akizunguka wapi asema amekwenda kwa mkaza kwa jomba, yaani kwa mjomba wake sasa. Lakini sasa mimi nilikuwa nimewacha kwa dadangu. Alikuwa akipenda sana kutembea na kijiti. Saa zote kutembea na kamtika Mwanzi, sio kwa kutoka Unity. Sasa kuna pale ilifika ikawa iko December 2010. Mmoja mamake mkubwa. Mama mkubwa nipigie marafiki zangu. Nini? Simu. Kumbe anapigia hao watu kwa kuwapigia. Dadangu akanipigia simu. Anambia mbona baba anataka kuja? Nikamwambia simu mpaka mimi nje niwachukue. Unaona? Ndugu zangu wote wanataka kumsomesha huyu. Yeye aliamua amchukue amsomesha kana yeye. Sasa hii ana mimba na mimi nataka kumtoa. Nitafanya nini? Ama dasa alisema utafanya nini? Nikamwambia hapana. Kitu utafanya utachoka uende kwa Saumu umweleze sie alikuwa amechukua kwa hiari yake mwenyewe amsomeshe na akamkapitia shule. Also believe in their ability. Kama ability yake ni hii, believe in your ability. Kama ability yake ni kucheza mpira, believe in your ability. Na anataka umlipie tao mahali ya anaenda kucheza mpira kila mwezi. Mlipie kwa sababu hiyo ability yako nayo. Create a relationship, create an environment between you and huyo mtoto that asikudanganye. Create your environment that asikudanganye. But the punishment must be equal to the crime. Okay, yani alikukosea Monday, ukawacha, sasa ilipofika Wednesday amekukosea ingine. Ile ya Monday na ya Wednesday unazicombine. So lakini sisemi ati ni anapewa ruhusa ya kuua mtoto. No. Labda alikuwa hana pesa nyingi, lakini wale wasema sana, hiyo ndio kazi yake. Ndio kazi yake. Majirani. So tulikuwa tunaomba kama community, the moment tumepata kijana hapo kwa gang activity, first hao vijana mkiwashika msiwaue. So ma chief wa improve. Kuna pale kureport a case, but kumbe ule polisi umepata pale ana information namna ya kuhandle, namna ya kukuserve, kwa sababu kuna ile syllabus ya kitambo. Sasa inatakana walikuwa na propose pia wa polisi pia na wapeleke training ya information, at least wakiwa na deal na issues pia wakiwa na information. Kwa hiyo machache ningependa tumpigie makofi Madam Chief. Mimi ndio chief hapa Riruta. Napenda sana wamama. Maana mama ndio kila kitu. Si ni kweli? Mama ndio kila kitu. First, kabla chief atakuwa mbaya, wewe ndio mbaya. Maana mtoto wako amefanya kitu maana, ama amekataa hata shule. Nyumba 10 amekuja amereport. Amesema chief kuna mtu aendi shule ama kuna mzazi apeleke mtoto shule. Ule mzazi akigundua atakuja kwa chief kwanza. Chief niko na 500, wachana na hao watu mivitina. Huyu mtu lazima tumunyoroshe vizuri. Ndiye akuwe mtu mzuri wa society. Tunapatana hapo. Siwezi amuka asubuhi nipate mtu ako pale nikupiga risasi mara moja. Siwezi.
Sina maneno mingi leo, lakini ninaomba msiwe wale watu wa last minutes. What drives children and youth to radicalization and illegal groups? Mwanzo tunasema kuwa upbringing, alafu poverty, kuna vitu nataka kwenu hakuna. Kwa peer pressure, unaona mabeste wako kama niko na tap, wewe hauna. Kuna social media. Maisha ya social media si real life ya mzee. Okay. Kuna idleness. How can women guide and protect children from radicalization and joining illegal groups? Parenting. Mfundishe in the right ways zenye wewe unataka mtoto wako in future akuwe. Kuna connect with your child. Communication. Wewe muonyeshe example mzuri ni gani and start with yourself. Kuna pia appreciating your child. Ya encourage kwa hiyo. Kuna responding, do not react. Ile nafikiri tulifunzwa, tulielewa. Hiyo ni 1. Number 2. Avoid idleness. Upeleke college. Idle mind is the devil's. Create safe space with them. Usikule mtu wa tantrums, mtu wa overreact, mtu yeye anakopata ile kukuapproach kukuambia na unaona, so mtu yeye akikosa hiyo safe space ya kuku around wewe, pia anaweza jikuta into these illegal groups. Kuna know your child's company cycle. Jua marafiki wa mtoto wako. Have fun with your kids to create bonding. So and then guide your child. Muonyeshe njia. The importance of ikikuja function inakuwa vitabu na kalamu. Ya nini? Group 2. What effects does poor couple selection have to the family units? Poor couple selection ndio tutakuwa na hiyo deaths, conflicts, watu wakishaanza kugombana kwa familia, wanapigana, unapata couples wanauana, hamuelewani kwa sababu kufikiria ndio ukaingia kwa hiyo marriage. Alafu ndio tukakuja hiyo swali ya pili. How can we guide our children on good couple selection? Tukiongelesha wasichana wetu utapata nyumba nyingi tunaongelesha wasichana, tunawa prepare for marriage, but we don't tell our boys. We prepare our children for the wedding day only. Na marriage inaanzanga after the wedding. What we prepare our children is just for the wedding day. You must look like this, you have to wear this. Let's make sure that our boys also are spoken to. How are they going to handle our wasichana? Mtakuwaje waume wazuri wana respect hao wanawake pia katika ndoa. So information yote ile kama ni kwa youth ni hao watu wawili. Kama ni watoto ni sana na mvulana. What are the internal and external community challenges that face our children as they grow up? Ameona mwenzake amevaa kiatu fulani na yeye pia anataka, unajua bado wanapeana ile pressure, and then maybe hiyo kwa mtaani, yani kwa beza kwa radicalized, that is na wenzake. And then the second ni drugs addiction. Drugs kulingana na wazazi, unapata wazazi wengine wanakuja asubuhi wamelewa, wamekosa adabu, heshima kwa watoto wao. Unapata pia hizo ni challenges zingine pia. How can we guide and protect our children from such challenges? Guiding and counseling kufanyia at least unajua mtoto wako. It's not all about education. Mtu anaweza kuwa na talent. So tungependa kujua utaifanyia kazi gani? Ama umeelewa nini ambao uko unaelewa? Nimelani vitu mob. Sasa mtoto uko naye utasema ni mzuri na ushinda masaa mengi ashinda na mwalimu. Sasa chani nitaka nabiaje? Ati sisi Muislamu tutakaaje hapa twendeni tukaswalidi. Na sio na hata serikali labda hajapeana public holiday. Lakini yeye ndio mkubwa anataka wenzake watoke. Nikachukua jukumu tena nikampeleka. Principal ametupatia punishment. Akaniambia second time ukikuja hapo siku umebakisha hata kidogo. Hii ni punishment yako nakupatia pamoja na mtoto wako. Hapa ameanguka exam fulani wakaambiwa wataka huko hiyo siku hakuna kwenda home, wataenda the following day. Wakaambiana tunaenda. Kwani tunakaa tunangoja nini? Wache wemba. Akatoka akaja home. Akachana hizo papers hapo hiyo exam akachapa akaja zake. Sika kwa jina.
So shule kafunguliwa second term form 2. Kuingia tu hivyo siku tu hivi. Hata ameruka fence amerudi. Amebeba mzigo peleka home. Akona zimezidi. Mimi shule narudi. Shule mimi narudi, mimi sitakataa shule. Kaambia kaingizo kwa ndani kasikia karibu 10. Sikiza kanenda. Acha siku uchungu. Ngawambia tena ruka fence. Anafikiri unampinda sana, anafikiri hawezi ishi bila yeye. So you have to be tough. Nimefurahi, nimekutana na watu wa Kawangware. Fatuma, thank you for inviting me to Kawangware. I think this is the first time niko kwa Kawangware. Na asante sana Teacher Mariam kwa kufungua akili. Nilikuwa nakaa kwa kijiji, sikuwa najua vitu mingi. Leo nimekuja hapa, nimejua vitu mingi. Venye mmetuambia tusikize watoi. Today hiyo kitu nimeibeba na kwa nawasikiza. Shautiana mtu. Wote mshautia. Unajua saa zingine mtu anakuanga na stress zake. Maybe tunajua kukorogana na mzai. Hii age niko nayo pengine ingine iko si yajua. Sasa nimeyajua. Utawaeleza. Wakikosea unawaambia Nimeshukuru sana kwa training ya leo, imetufundisha vizuri kuhusu watoto wetu. Nimeshukuru Teacher Mariam na Teacher Fatma kwa ndio sijawahi kwenda semina nyingi. Hii ndio ya pili. Lakini nimefurahi yale mafunzo nimepata. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you surely want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say goodbye.